Tuko na shabiki wa Simba au wekundu wa Msimbazi, anafahamika zaidi kama Malaika wa Simba. Tunataka kupiga naye story, tuzungumze naye mawili matatu kuhusiana na mwenendo wa klabu ya Simba hapa nchini Tanzania. Tumeona jana kulikuwa na mkutano bwana. Sasa tunataka kufahamu mawili matatu, wewe kama shabiki wa Simba, mtazamo wako ni upi kile ambacho amezungumza mwenyekiti Tazama Mungu? Kwanza nitangulize shukrani zangu za dhati kwa Muumba wa ardhi na mbingu, na sisi sote binadamu, yeye ndo ametuumba yeye. Lakini cha pili nasikitishwa au nasikitika kwa mkutano uliofanyika jana na uendeshwaji aliofanya Mangungu, ndio mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kiukweli nimesikitishwa sana na mkutano wa jana. Miongoni mwa mikutano mibovu ambaye haijawahi kutokea katika klabu ya Simba ni mkutano wa jana aliofanya tarehe 19. Anazidi kudhihirisha, Mangungu anazidi kudhihirisha kwamba yeye bado afai kuwa kiongozi katika klabu ya Simba, au afai kuwa kiongozi hata kuwa mjumbe namba 10. Mangungu afai. Kwa maneno aliyoongea jana, niseme ukweli, kwa mtu yoyote mwenye akili zake timamu, jamani, Mangungu afai kuwa hata mjumbe namba 10. Mimi napata wasiwasi na mashaka makubwa sana hao penyeza mpaka Mangungu akawa mwenyekiti wa klabu ya Simba. Mimi hao ninawalaani, hao ndio waliofanya kwa klabu ya Simba leo hii tunaishi kama paka wa porini, tunaishi kimashaka, tunaishi kwa wasiwasi, tunaishi hatuna amani. Haiwezekani mwenyekiti anaitisha press ya waandishi wa habari, watu tumekaa tunamsikiliza, tunajua kwamba tunamsikiliza mwenyekiti hana jambo gani la kutueleza, eti anaenda kuleta michambo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mangungu analeta michambo, anaenda kumjibu mtu ambaye amezungumza kwa hisia zake, amezungumza kwa sababu ya maumivu. Ukistaajabu ya Musa, twende tukaone kwa Mangungu. Amesema nini mwenyekiti mpaka wewe shabiki unaona kama hafai kuwa hata mjumbe namba 10? Katika miongoni maneno yake ambaye akaongea, ameenda kutamka na ameenda kumjibu kijana mmoja ambaye baada ya kufungwa na Azam FC aliongea kwenye media akiwa na hasira kubwa. Alisema kama kuna sehemu kuna bomu linauzwa, basi yeye anahitaji kwamba bomu akalinunue, aende akamlipe Mangungu, wote wafe. Sasa kiongozi ni shimo. Labda Mangungu labda aelewe, labda kama anaelewa basi anafanya kibla. Uongozi ni shimo. Shimo maana yake linapokea kila aina ya takataka. Sasa kama wewe kiongozi utaki kuambiwa ukweli, utaki kusemwa, kiongozi wewe unataka useme kwa mazuri tu, hakuna kiongozi kama wewe duniani kote. Hata uwe mzuri kiasi gani, hautaweza kupendwa na watu wote. Mangungu kiuhalisia, mwenyekiti wa klabu ya Simba Mangungu, jana press yako umevurunda, umebolonga, yani umezidi kutukwaza sisi mashabiki na wanachama klabu ya Simba. Basi siku nyingine kama unaona kwamba hauna cha kuzungumza, bora ukae kimya. Sisi tulitarajia jana utueleze kwamba kwa nini Simba ina mwendelezo mbaya wa matokeo. Utuambie kwamba jasusi wa Simba ni nani. Jana tulikuwa tumetega masikio na macho yetu tunaangalia kwamba tujue kwamba mwenyekiti leo anaenda kutuambia ni jasusi wa Simba, anaenda kutuambia kwamba ni nani ambaye analeta mtafaruku na mgombanishi katika klabu ya Simba. Lakini na kwa nini
tunapoteza michezo, lakini kwa nini performance yetu inakuwa ni mbaya? Lakini mwisho wa siku tunaenda kusikiliza utumbo. Yaani kiuhalisia, mimi niseme ukweli, mimi siogopi. Na Mangungu umesema kwamba yoyote atakayeendelea kukusema utamkamata, utatukamata sana, kwa sababu hatutaweza kukubali. Na kwenye katiba ya Simba Sports Club, Mangungu, na kupata taarifa na onyo, kwenye katiba ya Simba hakuna kipengele chochote kile ambacho kinachomzuia mwanachama au mshabiki, na kama kipo, nahitaji Mangungu kwamba unitajie, uniambie kipengele ni kifungu namba ngapi ambacho kinamzuia mwanachama na mshabiki kusema kwamba, yani kusema ukweli au kuieleza timu yake kama kuna makosa ambayo yanafanyika. Sasa sisi mashabiki, sehemu yetu ya kusemea ni wapi? Kwenye vikao, ukiitisha vikao vya wanachama, unamaliza kikao yani kama kikao cha bodaboda. Wape tu fursa ya kuongea, wape tu fursa ya kusema, alafu tena unaenda kwa jibu watu maneno ambayo kiukweli mimi niseme, Mangungu, mwenyekiti wetu wa Bei ya Jioni, niseme tu, mwenyekiti wetu wa Bei ya Jioni, unazidi kutukwaza. Na neno hili usipokuwa makini, Mheshimiwa Mangungu, unazidi kuweza kuleta chuki kwa wadau mbalimbali kwenye klabu ya Simba. Leo hii watu jezi hawavai mitaani, ni kwa sababu yako, ni kwa sababu ya mwendelezo mbaya klabu ya Simba, matokeo. Lakini watu jezi wanunui kwa kasi, zinaanza kununua jezi mpaka Jailuti ameweka ofa ya kushusha mpaka 12,000, lakini hii na pia ni haibu. Haya yote mpaka jezi zinashuka 12,000, wewe Mangungu unataka? Ndugu waandishi wa habari, kinachoendelea kwenye klabu ya Simba, Mangungu kama afahamu au kama anadizima kama umeme, maana umeme nayo pia haueleweki, tainaimia taina waka, na kama naenda pia anadizima data, ni mweleze Mangungu, utawala huu au kizazi hichi ni kizazi ambacho tuna uweledi, tunaelewa na tunajua na tunafuatilia mambo yote namna ya utawala katika uongozi. Hiyo nafasi uliokuwa nayo hata mimi naweza kuiongoza, kwa sababu najua